Usijipiganie wewe mwenyewe, mwachie Mungu akupiganie. Usijipiganie wewe mwenyewe, mwachie Mungu akupiganie. Namkumbuka Ayubu, alitoka majipu mwilini, lakini hakujipigania. Namkumbuka Naamani, alifanya mipango kwa siri ili aweze kumaliza Mordekai. Aliagiza majeshi yakakate mti mrefu ili Mordekai aning'inize hapo, lakini Mungu alimpigania. Yeye mwenyewe hakujipigania. Namkumbuka Daudi, hakupigana mwenyewe. Pale Goliati aliposimama mbele yake, alimwambia Goliati, wewe wanijia kwa silaha za mwilini, hautanishinda. Mimi nakujia kwa jina la Bwana. Goliati akapigwa na kijana mdogo, akawashangaza ulimwengu. Kumbe Mungu anasimama badala yetu. Usijipiganie hata kama mwanafunzi, mwachie Mungu. Uko darasani kwako, mwachie Mungu akupiganie. Najua kuna watu wameinuka kwako wakisema mpigane kwa mwili, lakini wewe usipigane kwa mwili, lakini wewe pigana kwa roho. Wao wananadi mizimu, wewe unamsema Yesu. Wao wanasifia matambiko, wewe unamsifia Yesu. Hampo sawa na wale wanaosifu mizimu ya kwao. Kwenye kazi yako, uko nyumbani kwako, usijipiganie. Tunamsoma Ayubu, Yusufu, Shadraki, Abednego na Meshaki. Hawakujipigania wao wenyewe. Mama, maana Mungu anakujua toka tumboni mwa mama yako, hivyo hawezi kukuacha peke yako. Naona watu wameinuka uko kazini kwako, wanakupiga vita. Familia yako, wazazi wako, hao ndugu zako wamekutenga. Wewe usipigane mwenyewe, mwachie Mungu akupiganie, utashinda. Wao wanakujia kwa silaha za mwili, wewe waambie nawajia sasa kwa jina la Bwana, utawashinda. Maana vita vyetu si vya damu na nyama. Usijipiganie dada, mama, usijipiganie dada. Kwenye kazi yako, kwa nyumbani kwako, kazini kwako, nyumbani kwako, mama, usijipiganie mwenyewe. Kwenye ndoa yako, jifunze kunyamaza. Usijipiganie wewe mwenyewe, mwachie Mungu. Baba Ayubu hakupigana mwenyewe. Usijipiganie, mwachie Mungu akupiganie.